Ni Jumapili mtazamaji ya tarehe 30 mwezi Novemba mwaka wa 2025, ikiwa ni siku ya mwisho na Jumapili ya mwisho ya mwezi huu wa Novemba. Popote ulipo, ninakusabahi nikitumai kwamba siku yako imekwendea vema. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi. Kama kawaida tumekuandalia taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Kenya yajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya ukimwi, vijana wakitajwa kuchangia ongezeko la maambukizi. Rigathi Gachagua amkashifu Gavana Sakaja akidai ndiye chanzo cha vurugu katika hafla ya kanisa leo Kariobangi. Na kwenye makala ya leo tutakueleza namna akina mama wanahangaika Kajiado Kusini kusaka huduma za kujifungua. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anadai kuwa wanaomkejeli kuhusu kushindwa kwa upinzani katika kura za eneo bunge la Mbeere Kaskazini wamepotoka. Akizungumza katika misa ya ibada mtaani Kariobangi, Nairobi, Gachagua anashikilia kuwa yeye alikuwa msaidizi tu kwa chama cha DP cha Justin Muturi ambacho kilikuwa na mgombea Newton Kariuki aliyepoteza kura kwa Leonard Wamuthende wa UDA. Na anavyotuarifu mwandishi wetu wa habari Sydney Chazima, Gachagua aliyasema haya baada ya kuvamiwa na wahuni katika ibada ya Jumapili eneo la Kariobangi jijini Nairobi. Huku kivumbi cha chaguzi ndogo kikitulia, kinara wa DCP amejitokeza na kujitetea vikali kuhusu matukio ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini. Baada ya Leonard Wamuthende wa UDA kumpiku Newton Kariuki wa DP, Rais William Ruto pamoja na naibu rais Kithure Kindiki wameulenga upinzani haswa Gachagua kwa kejeli si haba. DCP haikuwa na candidate Mbeere. DCP ilikuwa na candidate Kariobangi North, tukashinda. Narok Town tukashinda. Kiza East tukashinda. Purko tukashindwa kidogo na Magarini. Kadhalika, Gachagua anadai kuwa waandishi wa magazeti wamepuuza ushindi wa DCP katika wadi 3. Nimeona maanalisti ya magazeti wakifanya mambo mingi, hawaongei mambo ya ushindi ya Nairobi, hawaongei mambo ya Narok, hawaongei mambo ya Kisa, wanaongea mambo ya Mbeere. Mbeere mimi nilienda kusaidia DP na wakashinda, wakaibiwa na ni sawa. Huku akisifia ushindi wa DCP katika wadi ya Kariobangi Kaskazini, Gachagua alifichua kwamba anao mkataba na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, mkataba utakaoipa DCP kipaumbele katika kaunti ya Nairobi. Kiti cha gavana kitachukuliwa na DCP. Kiti cha seneta kitachukuliwa na DCP. Kiti cha women rep kitachukuliwa na DCP. Kwamba hii chama sio ya mlima peke yake. Ndiyo ni ya mlima, lakini ya Kenya nzima. Kule Kisa East ndio mahali nyumba ya Francis Atwoli iko. Sasa MCA wa Francis Atwoli ni wa Wamunyoro. Hapo awali msafara wake Gachagua kuelekea kanisani humo ulikumbana na wahuni na kuwalazimu polisi kutumia vitoza machozi kuwatawanya, hali iliyopelekea watoto waliokuwa kanisani kuathirika. Gachagua anamlaumu gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Na mimi nikuambia gavana, wafuasi wangu walikupigia kura. Bora unatumiwa na Ruto kutuma wahuni kuangaisha watu ya jamii yangu. Why? Matokeo ya chaguzi ndogo huenda yakatawala majukwaa ya siasa nchini, huku serikali ikitumia fursa hii kujipigia debe na kuonyesha ubabe wake, nao upinzani ukilazimika kurejea hatua moja nyuma na kuganga ya mwaka 2027. Sydney Chazima, TV47.
Asante sana Sydney kwa taarifa hiyo. Vijana wametakiwa kuchukua tahadhari na kujitokeza kimasomaso kukabili maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika hafla ya kitaifa ya kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, washikadau wamesema kuna haja ya jamii kuangazia ugonjwa huu ambao huenda ukajipinga iwapo mikakati mwafaka haitachukuliwa. Waziri mwenye mamlaka akimwakilisha Rais Ruto katika hafla hiyo ugani Nyayo amesema kuwa serikali imeweka mikakati kuhakikisha inakabili maambukizi ya ugonjwa huu ifikiapo mwaka wa 2030. Na anavyoarifu mwanahabari wetu Duncan Mutua, mbio za marathon zilitumika kuwashirikisha vijana katika kushiriki uhamasishaji dhidi ya ukimwi. Maelfu ya watu walijitokeza kuanzia mida ya saa 12 asubuhi katika uwanja wa Nyayo kuadhimisha siku ya ukimwi duniani na maadhimisho ya kitaifa kupitia riadha ya mbio za marathon kueneza ujumbe wa kukabili maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini. Mama yangu tena ni baba yangu. Katika maadhimisho ya mwaka huu, vijana wametajwa kuathiriwa, visa vipya zikitajwa kuenezwa na vijana. Waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi akisoma taarifa ya rais amesema serikali imeweka mikakati ya kukabili ukimwi ifikapo mwaka 2030. We as a government have prioritized investment in the health of our people through critical interventions. Baraza la kitaifa la kukabili magonjwa sugu NSDCC limeeleza kuwa mikakati kabambe imewekwa na serikali kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali kuhamasisha umma kuhusu ugonjwa wa ukimwi ambao unaathiri mapato ya kitaifa. At the policy level, at the program level, we can commit and we can discuss the common challenges that they face, and we can propose solutions going forward to ensure that they remain on care and treatment, they adhere to treatment, they are virally suppressed. HIV integration is an opportunity, is a good opportunity, first to kill stigma. Kwa sasa Kenya inakabiliwa na changamoto mpya ya vijana kuambukizwa virusi vya ukimwi, utafiti ukionyesha kuwa maambukizi yanaongezeka kwa vijana kati ya miaka 10 na 19, huku takriban visa vya maambukizi 20,000 vikiripotiwa kila mwaka. Vijana, mulisikia the three threats. Na hiyo yote, the three threats, they're all around the young people. See. People your age. Hapo ndio iko shida Kenya. We are at a very critical juncture in the response to HIV and AIDS at this point in our country. We've made a lot of progress. We celebrate that progress, but we also have challenges that we need to tackle. Kabla ya kilele cha maadhimisho ya siku ya ukimwi, Evelyn Chirchir alimaliza mbio hizo kwa kutimuka kwa muda wa saa 1 dakika 8 na sekunde 5 na kushinda mbio za wanawake za kilomita 21. Mbio ya leo ilikuwa sawa, ilikuwa flat course, tulipata machi ya kutosha, ilikuwa organized. Katika kitengo cha wanaume cha mbio za kilomita 21, Joshua Kithuku alikimbia kwa saa 1 na sekunde 58 na kuwabwaga Matthew Kimeli na Michael Kamau. Duncan Mutua, TV47. Na haya kijiri mtazamaji, ni kwamba taifa linapoendelea kujizatiti ili kuboresha afya ya mtoto na mama na kupunguza idadi ya vifo wakati wa kujifungua katika eneo la Kajiado Kusini, mahangaiko yamezidi matumaini. Eneo hili limegubikwa na ukame na hali ngumu ya maisha. Wanawake wanalazimika kutembea mwendo mrefu uliojaa panda shuka tele, ikiwemo miale mikali ya jua, barabara mbovu na hatari ya kuvamiwa na wanyamapori ili kupata huduma ya kujifungua salama hospitalini. Mwanahabari wetu Mike Chalo alizuru Kajiado Kusini katika kaunti ndogo ya Oloitoktok na kuandaa taarifa ifuatayo. Kusini mwa kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Maeneo yanayopakana na mbuga ya wanyama ya Amboseli katika kaunti ndogo ya Oloitoktok, wadi za Lenkizim, Imbirikani, Garissa na zingine zimetengwa kimaendeleo. Jamii ya Maasai inayoishi katika eneo hili
inategemea ufugaji kama kitega uchumi, licha ya eneo la Amboseli na viunga vyake kuwa kame, kwani kijiografia liko katika upande wa mlima Kilimanjaro unaopokea mvua chache. Hali ya maisha hapa ni ngumu kutokana na barabara mbaya, mizozo ya kila wakati, uvamizi wa wanyamapori, ukosefu wa shule za kutosha na vituo vya afya. Huko watu mingi sana wameanza imekufa kwa ajili hospitali ni mbali. Ndio naenda Lengisim hospitali ingine ndio ana pikipiki, gari hakuna. Mimi mtoto ya kwanza nilikuwa nimesalia nyumbani. Nimesalia nyumbani kwa sababu hospitali yetu iko mbali sana. Tulikuwa tunaenda huko na Melo. Mama Dorcas Musa amekuwa mkunga wa kitamaduni kwa zaidi ya miaka 20. Lakini baada ya kupokea mafunzo na kuhamasishwa dhidi ya hatari zinazotokana na ukunga wa kitamaduni, sasa amekuwa mstari wa mbele na mshawishi mkuu katika kuwahimiza wanawake kujifungua hospitalini, kuzuru kliniki wanapokuwa wajawazito na baada ya kujifungua. Hatua hii ikiwa imepunguza vifo vya watoto wachanga na wanawake katika eneo hili kwa 70%. Nakuja kuangalia hiyo mama, hiyo msichana ako na wasito, na kuangalia tumbo kama msuri, kama mtoto nakaa msuri, kama anatembea msuri, na alafu nakuwa msuri. Japo kazi yake na wengine sio rahisi, kwa kawaida mwendo mrefu ndio mtindo wa kila siku, wakipishana na wanyama hatari, jua kali na wingu la vumbi. Sisi amekuja kuelewa hospitali ni msuri. Siku ile kisaa na mwaka damu nyingi ndani potea watu. Mimi nimeona hospitali kuna msaada kabisa. Ukienda kujifungua huko hospitali, sasa mtoto akiwa na shida unasaidiwa huko hospitali. Haya yote yakiwa kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtoto na mama anayejifungua. Zamani mimi nikisalia hapa nyumbani ya mtoto ya kwanza, mimi nimepata shida kwa ajili nimejifungulia hapa nyumbani. The indicators for Kajiado County are not good. They are among the top 10 counties that are not performing well. People are dying not because of a system that does not have. They are dying because of a system that ignores the people. And I think that if we can just change as a country how we view healthcare, because you cannot lead a dying nation. You need to have a healthy nation to be able to lead it. Kwa wakati huu anaangalia utayari wa kujifungua kwa mama huyu mchanga anayebeba ujauzito wake wa pili. Hiyo mama imekuwa msuri. Sijapotea tena mama, sijapotea tena mtoto. Working with TBS with antenatal mothers, it has helped them to monitor them and to take care of them at home. Like when they are in labor, they are able to accompany them up to hospital. Kaunti ya Kajiado ni mojawapo wa kaunti nchini zinazoongoza kwa vifo vya watoto na wanawake wanaojifungua. Kwa mujibu wa takwimu za kidemografia na afya nchini, watoto 25 kati ya 1000 wanaozaliwa katika kaunti ya Kajiado hufariki. Wanawake 495 kati ya 100,000 wanaojifungua hupoteza maisha yao. Vigezo vikuu vikiwa ukosefu wa hospitali karibu na wakazi, jambo linalowalazimu kukumbatia njia za kitamaduni ambazo sio salama. We are still losing mothers. That is the situation. But the beauty is that this is a problem that we are talking now. We are all talking in the same language. And it is no doubt that in the course of time, we will change the indicators in Kajiado. Mama Dorcas Musa pamoja na wakunga wengine 200 waliopata mafunzo na kubadili nia, sasa wakiwa washawishi wakuu kuwaleta wanawake katika hospitali hii eneo la Risa, Kajiado Kusini, iliyojengwa miaka 3 iliyopita na kuwa tumaini la kipekee kwa wakazi wa eneo hili. Hospitali iliyo karibu na hapa ikiwa zaidi ya kilomita 50. The closest facility to this Dandelion Medical Center is exactly 54 kilometers to. That is a health center. It provides a quality healthcare for people who contribute 98% of maternal deaths in the country. Like the problem we have in Kajiado, we tend to do well in urban areas, but we are still lagging behind in rural Kajiado. Licha ya hayo, kituo hiki kimechukua muundo wa kipekee. Ofisi na wadi zote zikiwa zimejengwa kwa kutumia kontena,
Vilevile wanasema ukienda Roma, fanya wafanyavyo Warumi. Ili kujenga usuhuba baina yake na jamii, hospitali imelazimika kujenga vyumba vya manyata ili wanaohudumiwa waweze kujihisi nyumbani. Wadi hizi za manyata zimekuwa kivutio kwa wakazi wanaoishi kwa nyumba za kitamaduni na kuwafanya wajihisi nyumbani wanapokuja kujifungua hapa. Pili, joto linalotokana na wadi za manyata huwasaidia kuponya kitovu kwa haraka. Once our mothers have successfully delivered and there are no complications, they are brought to our Manyata, our postnatal clinic, which is built to embrace the culture and help in keeping the mother warm, which by keeping the mother warm, the uterus is able to contract well and the mother is able to breastfeed well. So this warmth is also making mothers to come to this facility. We wanted them to associate delivery with what they're used to, their homes. Somewhere that is clean, somewhere that is warm, somewhere that feels like home. For this Manyata, it is something that is very important because we want to improve skilled birth attendants. Lea Kisham ambaye amejifungua muda mfupi uliopita, ametembea kilomita 15 kwa mguu kabla ya kuabiri pikipiki iliyomsafirisha kilomita zingine 40, na alipofika ikimchukua dakika 35 pekee kujifungua. I was going to Dandelion backpack outreach at Osoit, so I saw that it is good to come and deliver here due to the good services I was given at outreach. And currently, this is the first baby I've given birth at the hospital. Since Dandelion came to RISA, there have been trainings on prevention of bleeding, postpartum hemorrhage, because initially women were bleeding so much or the placenta does not come out. So since the Dandelion has come, there is a reduction on women who are bleeding during delivery and after delivery. Changamoto kubwa imekuwa jamii hizi kuacha njia za kitamaduni na kukumbatia matibabu ya kisasa. Lakini muda unapoendelea kusonga na wanajamii wanapoendelea kuona manufaa, hata wanaume ambao kwa jamii ya Maasai imekuwa mwiko kujihusisha na masuala ya uzazi, kwa sasa wanaonekana kukumbatia hilo. Nimemleta bibi wangu, ni mjamzito. Pale mbeleni before ilikuwa ni watu wanaona ni ngumu. Licha ya kituo hiki kufanya matibabu hata nyanjani kwa wakazi wa Kajiado Kusini, bado kuna mwanya mkubwa. Changamoto kuu ikihusisha mifumo ya afya nchini ambayo kwa muda haijaonekana kufua dafu. We cannot continue to tell people to go to hospitals when the services are not there, when the teams are not motivated, when there strikes all the time. We have strengthened the human resources for health to ensure that instead of us having one nurse in a dispensary, we have two so that they are able to advocate for the rural challenges. Hospitali za umma katika eneo hili zinakumbwa na uchache wa hudumu wa afya, sawa na ukosefu wa dawa na vifaa vingine. We have created health awareness. We have done capacity building for our healthcare workers, for our community health promoters. Having these new employees is really an additional to our workforce, especially to the dispensaries, the health centers. We are saying every space, every dispensary, every health center that delivery happens, the staff there must be trained. Macho yote sasa akitarajia muonekano mpya wa kimaendeleo, hasa baada ya usimamizi wa mbuga ya kitaifa ya Amboseli kukabidhiwa kaunti ya Kajiado. Wanaopakana na mbuga hiyo wakitarajiwa kunufaika hata zaidi. Kwa miaka zilizopita tulikuwa tunapitia mashida mengi juu ya kwenda clinic. Tulikuwa tunatoka miguu from Marlborough to Amboseli. We were actually walking for a distance of 20 kilometers. And most of the community, they don't get that time to go to clinic. Improvement of quality healthcare services in public hospitals. The negligence of whether it's through equipment, whether it's through service, lack of employment of medics, lack of training. I think we cannot continue to tell people to go to hospitals
when the services are not there, when the teams are not motivated. Kwa wengi mwendo wa kusaka matibabu umekuwa mrefu na uliojaa changamoto tele, lakini kwao hakuna afueni kuu kama kuwaletea huduma za afya karibu nao. Kutoka Oloitoktok, kaunti ya Kajiado, mimi ni Mike Chalo. Asante sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo yake Mike Chalo kutoka Oloitoktok, sasa tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. Unazidi kutazama taarifa zetu za TV47 Weekendi. Karibu mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Rais William Ruto anaonekana kujiimarisha kisiasa baada ya mrengo wake kushinda nafasi nyingi katika chaguzi ndogo zilizofanyika kote nchini. Rais anasema matokeo haya ni ishara tosha ya imani ya Wakenya katika uongozi wake na kichocheo muhimu cha safari yake ya kuwania urais mwaka 2027. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo anaangazia ujumbe, mwelekeo na siasa za ushindi huo wa chaguzi ndogo. Rais William Ruto amerejelea chaguzi ndogo zilizofanyika hivi majuzi, akisema zimetuma ujumbe mzito kwa wapinzani wake.
na kwamba zimeipa serikali yake msukumo mpya wa kisiasa. I have great confidence in the future of Kenya. I have seen what God can do. Akiwahutubia waumini wa kanisa la AIC Milimani hapa jijini Nairobi, rais aliwapongeza viongozi wapya waliochaguliwa na kuwataka kuwatumikia Wakenya bila upendeleo. 3 years ago, we were struggling with the economy, we were struggling with education. Our health system was not quite together. Our economy was not doing very well. But God has healed our economy. Tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka ilikuwa imetangaza jumla ya nafasi 24 kuwaniwa katika chaguzi hizo ndogo. Hatimaye, wagombea walioungwa mkono na muungano mpana wa serikali waliibuka na ushindi katika nafasi nyingi. Matokeo ambayo serikali inasema yanadhibitisha ajenda yake ya maendeleo na kuongeza nafasi yake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. I am very confident. I have no doubt in my mind that it is possible to move Kenya from a third world country to a first world country before I die. Ushindi muhimu kwa upande wa serikali ulijumuisha ubunge wa Malava, Mbeere North na Banisa pamoja na useneta wa Baringo. Matokeo ambayo viongozi wa chama wanasema yanaonyesha kuongezeka kwa uungwaji mkono wa wananchi kwa ajenda yao. Viongozi wa upinzani hata hivyo wanasema chaguzi ndogo ni kipimo kidogo kisiasa na wanatahadharisha dhidi ya kuyapima kupita kiasi, wakitaja idadi ndogo ya wapiga kura na madai ya wizi wa kura katika maeneo mengine. Kwa sasa, kiongozi wa taifa anatumia matokeo haya kusisitiza ujumbe wake wa umoja na maendeleo, akiwataka viongozi wapya kuwahudumia Wakenya kwa usawa huku serikali yake ikikamilisha miradi mikubwa ya kitaifa. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Na John ambaye ni mwanzilishi wa For Real Kenya amekuwa maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii, akifikia maelfu ya Wakenya kwa ushauri wake wa uchunguzi na matengenezo ya magari. Lakini uaminifu wake haujakuja bila hatari, kutoka kwa vitisho vya vifo hadi kupokea rushwa kutoka kwa wauzaji wa magari waliotaka kumhusisha katika biashara za udanganyifu. Hebu sasa tupate kionjo cha taarifa hii. Haina maji, kwa iongeze. Yard was not willing to say the mileage was doctored. So what they did, they created a WhatsApp group whereby they were now liaising and spreading information that all car yards along Ngong Road and Kiambu Road, they should ban For Real from doing inspection. It went online, it blew up. And in it blowing up, I actually stood to benefit because it blows up, more publicity for me, more clients for me. Besides, as long as you're doing the right thing, as long as you're producing the right information and letting you know the exact condition of the vehicle you're buying, then in the end of the day, we are looking out for the common mwananchi's interest. Sasa tudunde viwanjani. Bandari United wameandikisha sare ya bao 1-1 dhidi ya Ulinzi Stars kwenye mechi ya ligi ya SportPesa nchini Kenya. Ulinzi walichukua uongozi wa mabao mapema katika dakika ya 18 kupitia bao lake Masita Masuta kabla ya Bandari kusawazisha katika dakika ya 60. Haya kijiri, Kakamega Homeboys wameandikisha sare ya bao 1-1 dhidi ya KCB, na Kariobangi Sharks wakasajili sare tasa dhidi ya Murang'a Seals. Nyuma yake Masita Masuta kageuka vizuri, akaisukumiza chini, katambaa kama nyoka. Goalkeeper Levis Opio anapiga mbizi kuogelea baharini. Ni game ambayo tulikuwa tunatarajia kwamba tutapata points zote tatu, so tumepoteza points mbili ambazo ni muhimu sana katika competition hii, na inatuweka katika situation ambayo si nzuri sana, kwa sababu tungezipata bora ingekuwa fadhali, kwa sababu tungepata kuruka nafasi 2-3 juu. Yes, okay. 1 point for me, happy for this, because
every time same. We play good, many chances, no score. Plus and this travel, this demands for time on travel. Plus the 114 hours to travel. I come fatigue and mentally and come physically. Na Manchester United wamelazimika kutoka nyuma na kuandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Crystal Palace. Na mtazamaji, kilicho na mwanzo bila shaka hakikosi mwisho, na kwa namna hiyo sasa ninahitimisha taarifa zetu za TV47 weekend Jumapili hii ya mwisho ya mwezi Novemba. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, wakiwemo waelekezi, wapiga picha, wahariri pamoja na maripota wetu wote huko nyanjani, Emmanuel Inonda ambaye ni mwelekezi wangu, pia na msikia pale nyuma akizungumza tu. Asante sana kwa kazi ambao umezidi kuifanya. Sina la ziada mtazamaji, ninaondoka sasa. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara si mwingine ni Roda Nyamai. Kwaheri kwa sasa.